Leo kwa masikitiko makubwa sana tunapenda kuwapa pole kanisa la Roman kwa ajili ya katibu wa baraza la maaskofu Dr. Kitine ambaye ameshambuliwa na watu wasiojulikana. Inasemekana ni watu wasiojulikana. Ninarudia tena. Inasemekana ni watu wasiojulikana. Sasa nikajiuliza, Mulilo alijitamba kwamba Dar es Salaam imekuwa ni shwari. Hawa watu wasiojulikana wametoka katika nchi gani? Na kumbe ni shwari, na ulinzi unafanyika, na ulinzi umekuwa ni wa kutukuka katika jiji la Dar es Salaam. Je, pale Kurasini sio Dar es Salaam? Ameshambuliwa ndani ya eneo. Halafu anasema tumekamata mtu mmoja. Kweli hili ni lazima tulitazame kwa makini na kuona nini tufanye. Tanzania ni ya kwetu wote. Na viongozi wale walikuwa katika kikao. Walikuwa wanajadili juu ya uchaguzi hivyo hivyo. Kwa hiyo kama hawajulikani, sasa ninauliza, je, ni Green Guard? Sasa niseme, niwape pole kanisa la Lutheran, niwape pole wa Tanzania kwa ujumla, kwa sababu ni kiongozi ambaye anasimamia haki. Ninampenda sana Dr. Kitine, ni mtu mwazi na mtu mkweli. Kama ataipata klipu hii, ninampa pole sana, na hicho ni kitendo cha kutaka avunjwe moyo. Lakini nataka niseme asivunjike moyo, tuko pamoja naye na Mungu atamponya kwa sababu anasimamia haki za kitaifa. Sababu swala la kiimani ni swala la msimamo. Swala la kiimani ni swala la msimamo. Na unapokuwa na msimamo huwa upendwi. Kwa sababu kuna watu wamewekwa wakalishwa matango mwitu. Kwa hiyo hawawezi wakakupenda. Hili ni jambo la kisiasa, sio jambo la kiimani lililofanyika pale. Ni jambo la kisiasa. Na kwa sababu alikuwa anakaa kwa ajili ya kuzungumzia swala la uchaguzi. Hakupigwa kwenye ibada yule, kwa waumini wake walimpiga kwenye ibada. Kwa hiyo nina haki ya kusema lile yeye ametumika kihalali kufanya kikao kile kwa sababu ya kuona mwendelezo wa hiki kinachoendelea katika nchi yetu. Na ni kweli usiopingika kwamba nchi hii bila kusimamiwa na viongozi wa dini, nchi inakwenda korongoni. Niwaambie ndugu zangu Waislamu, masheikh tunawaheshimu sana. Kinachofanyika sio halali. Na kinachofanyika kwa hali hii, mkinyamaza kama ambavyo mnavyonyamaza, sijui Mungu anawaonaje. Jihadi yenu ni nini? Kwa hiyo ninapenda kueleza kwamba hakika jihadi ni kupigania haki. Sio jihadi kumchinja mtu, kupigania haki. Sio kumchinja mtu. Hiyo sio jihadi hiyo. Kwa hiyo ninawaomba viongozi wa dini tushikamane, tufanye mambo ambayo ya kumpendeza Mungu kwa ajili ya kulikomboa taifa hili liloingia korongoni. Ninasema ni haki. Sisi hata tunapambana katika nyumba za ibada, tunapambania haki. Tunawaonyesha watu njia iliyo sahihi, sio njia batili. Sasa kama wao katika njia batili, sawa. Lakini tunasema tunawapenda na tunataka wajitokeze hadharani, waseme, waikemee serikali. Sio wenye viti wale wa chama, hapana. Lakini wanaishi maumivu wanaopata nao pia wanapata. Ninasema viongozi wa dini wa madhehebu yote wenye kujitambua, kwa sababu kuna watumishi wa Mungu ambao hawajitambui. Hawa wasiojitambua waache wakae. Hata kwenye safari ya wana Israeli kuna watu waliachwa njiani. Waachwe. Sisi tuendelee na mkakati wetu wa kutetea haki ya Tanzania. Watake wasitake, no reforms, no election, inasonga mbele na mikutano tunaiandaa na tutaiandaa kwa uadilifu. Lakini kwa kile ambacho kinatokea katika taifa letu kuhusiana na viongozi wenu, kuhusiana na wanachama wenu, viongozi wa dini wanaanza kuhubiri amani. Amani ni nini? Amani ni nini? Amani ni upendo. Amani ni mshikamano.
Ndio maana niwahi kuzungumza kwamba tuna watu ambao wanajiita ni wasomi, wana PhD, kumbe akili zao zimekuwa domati. Hawana. Wamenyamaza kimya, wamefyata mkia. Elimu inatusaidia nini hapa? Na ndio maana tunasema haki huinua taifa, na haki huleta amani. Haki haiwezi kuleta machafuko. Haki haiwezi kuleta machafuko. Haki huleta amani. Watende haki, waone kama amani haitatawala. Tunataka mikutano itakapoendeshwa iendeshwe na ilindwe na vyombo vya dola. Ilindwe na vyombo vya dola, asitokee mtu kuja kuvuruga amani. Mtu akileta za kuleta tutamwamshia popo, sio afichi. Hatuko tayari kwa jambo lolote lile. Tunafanya mkutano wa amani, tuondoke kwa amani. Mimi ninasema hivi, mimi si kuzaliwa kuwa ni mwanasiasa. Nimeingia kwenye siasa kwa ajili ya uchungu, na ninakuwa ni mwanasiasa. Lakini niamsha hata saa 4 za usiku, uliza swali lolote nitakujibu. Liwe la kiimani, liwe la swala la kisiasa, nitakujibu. Kwa sababu serikali ni ya kwetu. Serikali sio genge la wahuni. Ni wa kwetu. Tumewaweka, sio tumewaweka aje watutese. Tumewaweka waje watuinue, sio kututesa, kutuua. No. Wanalipa kodi. Tunawaheshimu. Namba yangu ninarudia 0767 449629. Ninarudia tena, namba yangu ni ile 0767 449629. Kuna mmoja alinipigia simu usiku juzi, nikaongea naye. Anasema wewe ukiwa rais unaweza kuvunja amani. Hajui maana amani. Watu wanataka kujua maana amani, wanitafute tuongee amani ni nini. Amani ni nini? Pia nimpongeze katibu mkuu Mheshimiwa JJ Mnyika. Jana nimeona klipu yake, amesimama kwa ujasiri mkubwa. Kile nilichokuwa nakitaka ndicho kimetokea jana, na nikishakizungumza kabla ya. Kwa hiyo ninajua tuko pamoja. Tuko pamoja tofauti na zamani. Pia ninapenda kumpongeza Mheshimiwa wangu, mwenyekiti wangu makamu John Heche. Naona mapokezi yake kule Musoma. Tunaendeleza no reform, no reactions. No reforms, no election. Pasipo kubadilika taratibu za kanuni za kisheria katika uchaguzi, hatuko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Na tunakwenda kuuzuia. Tutauzuiaje? Tutazuilika tu. Hivi ni vitu ambavyo viko wazi na viko on kabisa. Mtu asiyekuwa na uweledi na akili anaona kwamba haiwezekani. Lakini mimi ninachokiamini inawezekana. Hata Wanaisraeli wakati wanakombolewa hawakujua kwamba atakombolewa. Walijua haitowezekana. Lakini kwa mkono wa Mungu na kwa mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wake, ukombozi umepatikana kwa wana wa Israeli wakitokea nchi ya Misri. Mimi niseme John Heche, endelea, umekwenda kusalimia familia kule Musoma. Mungu akubariki. Na zaidi ya yote niseme John Mnyika, simamia gurudumu hapo taifani, na ile kamati ambayo watamwagika kamati kuu yote kutembea katika msafara. Tunasema tuko pamoja na tutapambana kufa na kupona. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya asubuhi, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa CJ Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi, ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude, kuwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 8 za usiku, wakiwa wamelala huko mtaa wa Iwanga, kata Iwambi, jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha
kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagali au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake.